Okay, sasa ukiwa umeanza biashara, jambo la msingi ambalo unatakiwa uzingatie ni kujenga brand, kutengeneza brand. Kwenye brand tunazungumzia ni wewe binafsi kuwa na jina ambalo utalitumia kwenye biashara yako. So ina maana ni lazima watu wakujue wewe ni nani na unashughulika na nini. Kwa utakuta mfano kwenye biashara yoyote kuna mtu anaitwa labda vunja bei labda wa nguo, vunja bei sijui wa electronics. Kwa lazima uwe na jina la biashara. So kwenye biashara yetu, jambo la kwanza mtu akija huku tunamfundisha kuwa na jina la biashara, ambapo kwenye jina la biashara ina maana anakuwa na option mbili. Kutakuwa na jina ambalo ni la biashara kwa maana ya afya, kama hivi utaona mimi naitwa hapa Mjengaji Afya. Unaona akaunti yangu hii hapa Mjengaji Afya. Lakini pia utakuta kwenye fursa natumia jina ili Anodi Silas _22 hilo hapa. Lakini hizi hapa akaunti za watu wengine, nyingine za kwangu. Unaona? Kwa hizi mbili hapa juu ndo akaunti zangu ambazo ni official. Lakini ya tatu hapa ni The Clown Team. Sasa timu yangu baada ya kuwa nimeamua kujenga timu, wale watu wanaitwaje? The Clown Team wako hapo, lakini kuna timu nyingine ya Rise and Shine. So kitu ambacho kipo hapa ni kwamba kwenye biashara yetu kuna majukumu manne. Jukumu la kwanza ni kuuza, jukumu la pili ni kusajili au kuwasaidia watu wengine waanze biashara, lakini jukumu la tatu ni kuweza kuwasaidia wale watu ambao wamewaleta kwenye biashara waweze kuuza, na jukumu la nne ni kuwasaidia watu waliowaleta kwenye biashara waweze kusajili ama kuwasaidia watu wengine kuanza biashara. Kwa hiyo kujenga timu sio lazima, lakini ukiamua kujenga timu faida yake ni kubwa. Kwa hiyo utaona mimi nina timu kubwa ya watu zaidi ya mia na ngapi hapa wako hapa. Ngoja tuone wako zaidi ya ngapi hapa. Wako hapa wako zaidi ya 134. Utaona hapa wako zaidi ya 134. Naona kwa kila mwezi wanakuwa wanaongezeka, na hao watu wanakuwa kwenye list yao hawa hapa. So kinachotokea ni kwamba unaendelea kufanya biashara, ina maana utaamua wewe ujenge team au usiwe na team. Umenielewa? Lakini sasa kuna pande mbili ambazo ni za muhimu sana kuzijua. Kuna upande wa afya na upande wa biashara. Tunaanza na upande wa afya. Kwenye afya ni lazima uwe na jina la biashara. Yaani wewe unakuwa kama mshauri wa watu kwenye changamoto fulani za kiafya, lakini lazima tulijue jina lako. Sasa wewe ni nani? Ndio utaona mimi naitwa nani? Mjengaji Afya. Sasa wewe pia lazima tupate jina. Unataka kujiita nani? Lakini kama hauna jina, kuna ushauri wa majina ambayo unaweza ukajipachikia wewe kama wewe. Mfano, unaweza ukajiita Anodi Healthcare, kama labda mfano ni Anodi au ni Juma, ni nani? Tunatolea mfano Anodi Healthcare, Anodi Health Insight, Anodi Health Clinic, Mr. Anodi Health. Unaona? Lakini kuna afya na Mr. Anodi, lakini kuna Anodi Nutrition. Hizo zote utaona majina nayoweka hayo mbele, unaweza ukapachika jina lako pale kwenye Anodi, ukatoa lile Anodi ukajiita wewe, ukapachika jina lako kwenye kuanza, ukiwa hujajua jina utalitoa wapi na huna jina lolote ambalo umewahi kulifikiria au unalifikiria kuwa nalo. Kwa hiyo unaweza ukatumia hiyo Anodi Nutrition. Unalitoa lile Anodi, mfano unaitwa David, unaita David Nutrition, David Healthcare, David Health Insight, David Health Tips, David sijui Health nini. Yani ni wewe utakavyoamua kuliita, lengo lionyeshe lile jina linadili na masuala ya afya. Umenielewa? Lakini lisiwe kama dokta, unakuwa kama mshauri. Ndio maana unaona hapo sijasema dokta fulani, ila nimeweka maneno ambayo yanahusianisha kwamba hii ni afya. Kwa hiyo utachagua wewe unataka kutumia lipi. Umenielewa? Hiyo ni ya muhimu sana. Sasa jambo lingine, ina maana hapo hicho ninachokizungumzia nadhani pia nimewahi kiandika humu. Ngoja niangalie kwenye daftari langu. Kwenye daftari niliwahi piga picha. Mfano ni huu hapa. Utaona hapa David Health Solution, David Health Tips, hizi hapa.
David Health Clinic, Health Insight, Health nini. Kwa hapa kwenye David unatoa unaweka jina lako. Kwa lazima tupate jina la biashara. Tukishapata jina la biashara, lazima tupate pia jina lingine ambalo ni la upande sasa, ambapo wewe unakuwa ni kama mentor au mshauri wa biashara, ambapo ndio utaona mimi kuna hili hapa, kuna hili huku, ambalo hili huku nakuwa kama mshauri wa masuala ya biashara. Nakuwa natoa tip mbalimbali kuhusu biashara kwa akaunti yangu hii hapa. Kwa na wewe lazima uwe na akaunti mbili, ambazo hizo akaunti mbili tutazipangilia vizuri. Tutakufundisha namna ya kuposti, namna ya kutengeneza matangazo, kwa sababu ndo hatua inayofuata kutengeneza matangazo. Kwa hatua ya kwanza ni kupata jina, hatua ya pili ni kuseti akaunti, hatua ya tatu ni kujua sasa kutengeneza matangazo. Tukishajua kutengeneza matangazo, utaendelea kufanya consistently. Ndio maana unaona mimi hapa kuna post 2000, ukija kwenye hii afya kuna post hapa 1200. Kwa ni the way tu wewe utakavyoamua kufanya na njia ambazo utakuwa unatumia. Naona akaunti yangu mimi hii hapa, hii ya afya na inatembea. Kwa hizi mbinu zote namna tunavyofanya tutaelekezana kwenye matangazo, ambapo kuna matangazo ya picha na video. Kwa baada ya kumaliza process za kupata jina, kumaliza process za kufungua account na kuseti, ndio tunakuja kwenye matangazo. Kwa hapa kwenye account na kuseti tunatakiwa tujue kwamba unatakiwa uwe na account TikTok. Tunaona mimi TikTok hii hapa. Utatakiwa uwe na account Instagram. Naona mimi TikTok hii hapa. Utatakiwa uwe na account Facebook kama hivi. Naona mimi na account huku Facebook, ambako huku Facebook unakuwa na account ya kawaida. Ile account ndio itakuwa na Facebook page ndani yake. Kwa hiyo kinachohitajika sasa hivi, naomba fungua account Instagram, fungua account Facebook, fungua account TikTok. Then baada ya hapo video inayokuja itaelekeza ni namna ya kuseti hizo account.